Ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninayezungumza nanyi ni mchungaji Elias Josias Bora, mchungaji wa mtaa wa Magomeni. Natumia wakati huu kusema na kanisa la Magomeni, lakini pia kusema na wote wanaoipenda kazi ya Mungu mahali, wadau wa kazi ya utume ulimwenguni. Sauti hii ni kukushukuru vile ambavyo umekuwa ukishiriki kazi mbalimbali za utume za kazi ya Mungu. Washiriki wa kanisa la Magomeni tumekuwa tukishiriki kazi za utume kwa namna mbalimbali, kwa kutoa karama zetu, kwa kutoa muda wetu, kwa kutoa na sadaka zetu kwa ajili ya kazi ya utume. Nami ninazo shukrani nyingi kwa Mungu wetu vile alivyoendelea kututumia, na hata sasa tumebakiza muda mchache kumaliza robo ya kwanza ya mwaka 2026. Tulianza mwaka huu kwa neema nyingi, na hata sasa tunaendelea kumtukuza Mungu. Ameendelea kutuzidishia neema hizo, na wito wake umekuwa kila siku akituita ili tuendelee kusafiri naye zaidi kumtumikia kwa kazi kubwa ya utume. Asante sana kwa kumtumikia Bwana kwa robo hii ya kwanza. Tumebakiza siku chache kumaliza robo hii, na tumekubaliana siku ya tarehe 28 kuwa ni siku tutakayohitimisha uchangiaji na utoaji wa sadaka za utume zinazokamilisha mipango ya robo ya kwanza. Katika robo ya kwanza katika kazi ya utume kupitia kanisa la Magomeni, tulikusudia kufanya mambo kadhaa kama ninavyoyataja kwako. Jambo la kwanza, tumekusudia kufanya shughuli za uinjilisti, na katika robo hii tumefanikiwa kufanya sabato ya wageni iliyohudhuriwa na wageni wengi, na wengi wao tumeendelea kujifunza nao. Tunashukuru kupitia sabato hiyo tumekuwa na matunda ya watu ambao wamejitoa kwa Yesu, na zaidi ya watu 11 walibatizwa kutokana na kazi hizo za utume. Lakini si hivyo tu, tulikuwa na mradi wa kuendeleza kazi ya Mungu katika makundi yetu, katika makundi ya Kilemela kule Mandela, lakini pia na makundi yaliyoongezeka na maeneo yetu ya utume. Iko kazi tunayopaswa kuifanya katika maeneo hayo, kuwezeka jengo ambalo tumelijenga sasa miaka 3 imepita sasa. Huu ni wakati mwafaka kuwezeka jengo lile ili watu waweze kuingia na kuabudu. Pamoja na hayo, tunahitaji vyombo kwa ajili ya huduma za ibada na huduma za uinjilisti. Yote haya yanahitaji fedha, na tunahitaji milioni 330 katika mipango yote ya robo ya kwanza, na mpaka sasa tumefanya asilimia 27 ya hiyo milioni 330, na sasa tumebakiza sehemu katika robo hii ili tuweze kukamilisha. Sauti hii ni sauti ya wito kwa kila mpenda kazi ya Mungu, kwa kila muumini wa kanisa la Magomeni. Huu ni wakati sasa ninakupatia wito wa kukamilisha goli lako. Kila sadaka ni ya thamani kwa Bwana, kadiri ya baraka zake na kadiri ya vile unavyosukumwa kupenda. Ninakupa wito kumtolea Bwana, na tarehe 28 kitakuwa ni kilele cha kutoa sadaka hizi kwa ajili ya kazi ya robo ya kwanza ambayo Bwana ametupatia. Kumbuka, wakati upo kwa ajili ya makusudi, na yale yaliyokusudiwa kwa wakati yasipofanyika, huwa hakuna wakati kwa ajili ya makusudi hayo tena. Kumbuka, robo ya pili inaanza. Naamini Bwana atatupa neema. Ametuita kwa utume mwingine. Ninakukaribisha ule utume wa robo ya kwanza tumalize katika robo ya kwanza. Ninakuombea Bwana akupe baraka tele.
Ninakuombea Bwana endelee kukupa kujali na kujitoa zaidi. Ninakutia moyo, iandae sadaka yako na kuwa tayari kumletea Bwana sadaka na matoleo hayo. Tarehe 28 tumalize kazi na mpango wa kazi ya Bwana, kazi ya utume, robo ya kwanza. Mungu akubariki na tunakutakia kila jema na baraka za Bwana ziambatane nawe kwa jina la Yesu. Amen.